Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhatari wa dini ya Ushia katika ulimwengu wa dini ya Uislamu. Tumpenda kuleta mada hii ni kulingana baadhi ya mashekhe wa Kisuni walio na umaarufu mkubwa mitandaoni wakijaribu kuulizwa kuhusu mashia wanafunika. Haijulikani niko maksudi au labda niko kuto kuwafahamu mashia. Na wakiulizwa unakuta wanasema mashia wanagawanyika katika makundi labda 20 na ngapi huko. Na ikifika mahala wanawagusa tu zaidia kama zaidia watukani maswahaba hawafanyaje? Hao wengine wote waliosalia wanafunikwa kupitia kichaka cha zaidia. Unashindwa kuelewa, na hawa nao waliobakia katika makundi mengine ya kishia yana mfumo kama hawa zaidia hawasemi. Sasa tutampa nafasi ya kujieleza mashekhe hao kadhaa, na tutakwenda kwenye vitabu vya kishia. Wewe ndio utakuwa jaji unanisikiliza. Kabla hilo, kumbuka kusubscribe na kulike na kushare channel hii tu Shashaba Online TV. Kila tunapotuma masomo yetu mbalimbali uwe wa kwanza kufikiwa na kuweza kufaidika. Tumpe nafasi na uweze kumsikiliza. Shia kwa jumla sisi hatuwezi kumkufurisha kwa jumla ni Waislamu, na Shia wenyewe wana madhehebu tofauti ndani yao. Huwezi kumpa hukumu moja, ni dhulmi. Wana madhehebu zaidi ya 22. Yuko madhehebu mingine karibu na sisi. Naam, umemsikia jinsi alivyojieleza akidai ya kwamba eti mashia kiujumla wao ni Waislamu kwa madai yake. Eti mashia kwa ujumla wao ni Waislamu. Sasa kwa kauli hii, hebu twende tuishi na wewe kwenye vitabu vya kishia. Tuanze na akida na imani ya dini ya Ushia inavyoamini. Rejea kitabu cha kishia kitacho Maalimul Aqida ukurasa 45. Na mwenye kitabu hiki ni katika hao mashia wanaitwa Ithna Asharia ambao wako hapa nchini Tanzania, wengi wao wakiongozwa na mshia aitwa Ahmed Jalala, wanayedai wana maimamu 12. Mwenye kitabu hiki kitacho Maalimul Aqida ndio miongoni mwao na hao wakina Jalala katika kiimani na katika kiuimamu. Alipokuwa anaelezea kwenye imani ya kuhusu Qur'ani, amekwenda mpaka fika mahala akasema wa dhahiru min tariqati jam'ihi anna fihi taghayyiran fi mawadhi'i ba'd al-ayat. Na muonekano ulioko wa hii Qur'ani tulionayo kutokana ule mfumo wa kukusanywa kwake hii Qur'ani tulionayo, anna fihi taghayyiran, ndani yake bila shaka kulipatikana uchakachuliwaji katika sehemu za baadhi ya aya. Hii ni imani ya kishia inayethibitishwa na kitabu cha akida kiitwacho Maalimul Aqida ukurasa 45. Na huyu mwenye kitabu hiki ni moja katika hao mashia wanaitwa Ithna Asharia, na ndio wanayotuzunguka nchini Tanzania wakiongozwa na mshia aitwa Ahmed Jalala na wengineo. Wanasema imani yao kuhusu Qur'ani tulionayo imechakachuliwa. Sasa tukienda na imani hii ya kishia, nenda kwenye sura Fusilat nambari 42. Msikilize Allah subhana jinsi anavyoeleza kuhusu Qur'ani ya kwamba la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Qur'ani haiwezi kuingiliwa na batili ya uchakachuliwaji wowote mbele yake wala nyuma yake. Sasa utafikiri Mwenyezi Mungu anaitetea Qur'ani haiwezi kuingiliwa na batili ya uchakachuliwaji wowote mbele yake wala nyuma yake. Sasa utaona Mwenyezi Mungu ndio mkweli kwenye maneno kama haya, au mashia waliodai katika imani yao kwenye kitabu Maalimul Aqida ukurasa 45 ya kwamba Qur'an tulionayo imechakachuliwa ndio wa kweli? Na kama ni hivyo basi imani ya kishia inavyodai Qur'ani imechakachuliwa, fikiria zile ndoa wanazofunga zinakuwaje na ukweli zile ndoa, ikiwa maandiko wanayotumia kwenda kutolea fatwa za hizo ndoa ni maandiko ya Qur'ani yanayodaiwa imechakachuliwa. Moja, ibada wanazodai wanaswali mashia, kama ni swala au wanadai wanaenda hija au wanadai katika muamala ibada mbalimbali wanazotuonyeshea katika kiini macho. Jiulize ibada zile zinakuwaje sahihi ikiwa muhimili wa kuendesha hizo ibada ambayo ni Qur'ani wanadai imechakachuliwa? Yale maandiko yanayotumika kwenye swala kama ndio imechakachuliwa, yanakuwaje sahihi yale maibada? Utakuwa nafikiria kitu hicho, na hapo utakuwa unajaribu sasa kuona, je, mashia kwa kauli hii na imani yao hii ni Waislamu, au kwa kauli hii na imani hii na hao mashekhe waliokuwa wanajaribu kuwazungumza mashia huko mitandaoni kwa kuwafunika. Yani wewe kama jaji ndio utapata mwelekeo sasa, usimame na Mungu au Mungu utamuonea kwamba yuko na ukweli kiwango gani umwache, afu uende kwa mashia walio na ukweli kiwango gani kwenye imani yao ya kwamba Qur'ani imechakachuliwa. Wewe ndio uwe jaji katika eneo hilo. Tukiongeza kitabu kingine cha kishia kiitwacho Rawdatul Muttaqin katika mjeledi wa 13 ukurasa 109. Hadithi inayotokana na huyu Kulaini ambaye ni sahihi. Anasema rawal Kulaini fi sahihi
An Jabir qala sami'tu Aba Ja'far, alimsikia huyu Abu Ja'far ni katika hao maimamu kisha wanadaiwa ni maasumu, ingawa imani inayopingana Uislamu ya kudai maimamu wao ni maasumu. Yakulu huyu Abu Ja'far ambaye ni imamu katika hao maimamu kisha akisema ma madda'a ahadun minan nasi, yani hakuna atakayedai yeyote katika watu annahu jama'al qur'ana kullahu, eti yeye ameikusanya Qur'ani yote kama unzila, kama ilivyoteremshwa kutoka kwa Allah, illa kadhabun, atakayekuwa na madai ya hivyo atakuwa huyo ni muongo. Kwa maana Qur'ani hii tulionayo, mkidai ya kwamba hii ni Qur'ani yote iliyoshuka kutoka kwa mtume kutoka kwa Allah kuja kwa mtume Muhammad, ndio hii iliyo kwenye msaafu, ukidai hivyo ndio ilivyokusanywa hapa, ukiwa na madai hayo unaonekana wewe ni muongo. Na akaenda mbele akasema wama jama'ahu wa hafidhahu kama unzila kama anzalahu Allahu illa aliyun, hakuna aliyekusanya na akaitunza kama Mungu alivyoiteremsha Qur'an isipokuwa ni Imamu Ali na maimamu wanayepatikana katika hao mashia. Yani Qur'ani wanaiamini imekusanywa yote na ikawa imefiti yote, ni hiyo iliyoandikwa na huyo Imamu Ali. Na Qur'ani tulionayo kwa mujibu wa vitabu vya Kishia imeandikwa na Abu Bakar, ikaja baadaye Umar, ikaja baadaye Uthmani, na mfumo tuliouona kwenye vitabu vya Kishia eti kwenye msahafu tulionao ni mfumo aliopangilia Uthmani radhiallahu anhu. Hasa kwa mfumo huu ya kwamba Qur'ani iliyoandikwa ni Imamu Ali ndio iliyofiti na ndio iliyokamilika na ndio iliyo safi, ibada za mashia wanaziendesha hicho wanachodai, wanashahadalia shahada la ilaha illallah, wanadai wanaswali, wanadai wanaenda hija, wanadai wanafunga ndoa, wanadai kadha na kadha. Hizo ibada zinakamilikaje ikiwa muhimili wa kuendesha ibada zote hizo ambayo ni Qur'an inadaiwa imechakachuliwa? Je, maandiko yanayotumia katika hizo ibada kama ndio hayo maandiko yaliyochakachuliwa, kunaweza kusui vipi katika hizo ibada ikiwa maandiko yanayotumika maana yale yamechakachuliwa? Unafikiri hicho, alafu unaenda kufikiria zile kauli mashekhe wa Kisuni wanazojaribu kuzizungumza kwa mashia wanagawanyika idadi fulani na wanataja tu Zaidia, hao wengine wote wanafunikwa na hicho kichaka cha Zaidia. Hao wengine hatujui sasa ubaya wao ni upi, na wanaonekana Zaidia ndio wanaonekana wazuri kwa kipengele cha kwamba watukani maswahaba, na hao wengine mbona hauelezi ubaya wao ni upi na uzuri wao ni upi? Kama hao wataja Zaidia, kwani mnafunika? Ima ni kutokuwajua ama ni vinginevyo. Ukisogea mbele kwenye kitabu hiki cha Kishia kiitwacho Tafsirul Burhani, mjeledi wa kwanza ukurasa wa 70, anakuambia Qur'ani tulionayo aliyekusanya ni nani. Hebu twende. Anasema bal innal ladhi tasadda li jam'ihi, hakika yule ambaye aliyejitosa kwa ajili ya kuikusanya hii Qur'ani tulionayo, Abu Bakar, alianza ni Abu Bakar, thumma Umar, kisha kaja Umar, thumma Uthman, kisha kaja Uthman. Na akasema annahu alladhi tamma jam'ahu wa rattabahu tartibahu almawjud, kwamba yeye Uthman ndio aliyekamilisha kuikusanya Qur'an akaipangilia mpangilio tulio nao, lisha mfumo tulio nao hivi sasa mikononi. Uthman ndio aliyefanya kazi hiyo. Sasa jiulize, Qur'ani mashia anayedai iliyoandikwa na Imamu Ali ndio iliyofiti na ndio iliyokusanywa kiukamilifu, jiulize iko wapi? Sasa ndio utakuwa na hukumu, je, kinachoabudiwa kwenye dini ya Ushia kinakuwa kina ukweli vipi ikiwa wanatumia Qur'ani ambayo haijakamilika katika ukusanywaji wake na imechakachuliwa? Twende kwenye kitabu cha Kishia kitoto Al-Fawaid Tusiya katika ukurasa wa 483. Nenda sehemu tulipoashiria na rangi za chini zinasema watawatara nasu bi anna al-mahdiyya, kwamba zimekuja kimutawatiri dalili ima hadithi, hakika huyo Mahdi wa Kishia anayedaiwa na ngojewa, idha kharaja, atakapotoka huko alipo, yukhrijul Qur'ana, ataitoa Qur'ani bitamamihi, kwa ukamilifu wake, fayanfiru aktharu nas minhu, wataikwepa na kuikimbia watu wengi Qur'ani hii, wala yakbaluhu illa alqalilu, hawataikubali hiyo Qur'ani atakayoje nayo Mahdi isipokuwa wachache, kwa sababu ina vitu ambavyo vinapishana na hii tulio nayo. Tazama sasa Qur'ani inayodaiwa na imeandikwa na Imamu Ali iko huko na Mahdi. Rejea juu hapo aliposema warada an-nassu sahihu bi anna al-Qur'ana alladhi nazala la Muhammadi, kwamba imekuja dalili iliyo sahihi hakika Qur'ani iliyokuwa imeteremka kwa Muhammadi, kana ilikuwa ni 19,000, ilikuwa ni aya 17,000 wal mawjud, na Qur'ani tulionayo alana hivi sasa yenyewe iko theluthi, kwa maana aya 6,000 ndio zipo, aya 11,000 hazipo. Riwaya hii ni sahihi iliyokuja, wanasema kwenye vitabu hivi ni mashia wenyewe. Sasa kwa hali hii
unafikiria kinachoabudiwa kwenye ibada wanazodai, ndoa wanazodai wanafunga, sijui hija wanazodai wanafanya, zinakuwaje sahihi hizo ibada ikiwa muhimili wa kuendesha hizo ibada ni umechakachuliwa, ni mbovu, umepunguzwa, na kilichokuwa kimechakachuliwa hakiko sawa, kikitumika kwenye hicho unachodai kwamba unatumia, unaonaje kama ingelikuwa kwenye ukamilifu wake ingelikuwa na hukumu tofauti na hivi sasa unavyodai imechakachuliwa? Unafikiria hicho ndio utajua kwamba mashehe ambao wanazungumza kuhusu Shia ima ni kutokuwajua ama ni kutokufuatilia itikadi zao. Kufuatilia katika vitabu vyao, nenda kwenye kitabu cha Shia kingine kiitwacho Al-Adaiqun Nadhira katika mjeledi wa 8 ukurasa, wanathibitisha ya kwamba kuchakachuliwa kwa Qur'ani ni jambo ambalo lilithibiti kwa mashia wa hapo zamani na mashia wa sasa. Maelezo marefu kulingana na muda tulikuwa kwa uchache, anasema yafuatayo kwamba thumma aqulu, mwenye kitabu anasema mimma yadfa madda'uhu aidan istifadatu al-akhbar bitaghyir wa tabdil fi jumlatin min al-ayati min kalimatin bi ukhra ziyadatan ala al-akhbar al-mutakathira, alikuwa ni ziada ya hadithi ambazo ni nyingi, biuqu'i naqsi, ya kwamba kupatikana upungufu wa fil Qur'ani, katika Qur'ani, wal hadfi, na kuondosha, kama huwa madhhabu jumla, kama ambavyo hiyo ndio madhhabu ya jumla min mashayikhina, ya kutokana mashekhe zetu wa Kishia wao ithna sharia almutaqaddimina wa hapo zamani, wal mutaakhirina, na waliokuja baadaye. Yani mashia wale wanadai ithna sharia wale wa zamani na wa sasa, ndani ya imani zao ni kwamba Qur'ani imechakachuliwa, haiko sawa. Kitabu kinachosema ni cha Kishia kiitwacho Al-Adaiqun Nadhira, mjeledi wa 8 ukurasa. Sasa utakuwa unafikiria wale mashaikh wa Kisuni walikuwa wanazungumza kuna mashia ya Zaidia, wanawataja tu Zaidia, afu wengine wanabaki ambao ndio tulionao nchini Tanzania, ndio wanaitwa Ithna Sharia, itikadi yao ndio hii tumeiona. Sasa wote ndio utakuwa jaji, uwe pande gani? Kwa kumalizia, naenda kwenye kitabu cha Kishia kiitwacho Al-Istighatha tu, kinaeleza makubaliano ya mashia, ijma'i ya mashia kuhusu Qur'an tulionayo imechakachuliwa. Nukuu kuanzia hapa: lima kana fiha min al-Qur'ani ma ijma'i ahli al-qiblati wal athari min al-khas wal 'am, kwamba kile kinachopatikana kwa watu wa qibla, makubaliano ijma'i ya watu hao kutoka kwa mashekhe na watu wengine wasiokuwa mashekhe, anna hadha alladhi fi aidi nasi, haka Qur'ani hii tulionayo mikononi, laysa huwa al-Qur'an, kulusio Qur'ani yote, wa annahu qad dhahaba min al-Qur'ani ma laysa huwa fi aidi nasi, kwamba Qur'ani sehemu kubwa imeondoka ambayo haipo katika mikono ya watu. Ndio maana kitabu kile kiitwacho Al-Fawaidu Tusia cha mshia yule katika ukurasa wa 483 alikuambia Qur'ani ilivyokuwa imeshokuwa mtume ni kwa aya 1017. Kwa sasa zimeondoshwa zikabakia aya 6000 ambazo ndo tunazo mikononi. Aya zingine zote 1011 hazipo, aya 6000 ndo tulizo nazo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tafakarini, chukueni hatua, msitazama leo kuletea somo hili, bali angalia uthibitisho wa vitabu, na bahati nzuri viko mitandaoni, unaweza ka download ukajithibitishia ili uweze kuwa jaji mzuri na kuweza kuchukua hatua stahiki. Naam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.